Mr. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Sijajua uko wapi, umeenda Uajemi au bado uko Tanzania? Tunasema tuko kama hatupo, lakini tulikuwepo kutokako. Ni amani kama mbinguni, lakini amani hiyo iko mbinguni peke yake. Maeneo mengine hakuna amani hiyo. Na amani hiyo hakuna mashariki mwa Ulaya, hakuna amani hiyo basi mashariki mwa Kongo kama kawaida, lakini hakuna amani hiyo mashariki mwa Afrika, lakini kikubwa zaidi hakuna amani hiyo basi mashariki ya kati, ambapo mashariki ya kati tuna mbabe mmoja tu ambaye tunamzungumzia Mwajemi, taifa ambalo lina umri wa miaka 47 mpaka sasa, tangu ile taifa hili asisiwe na Hayatola Khamenei baada ya mapinduzi ya kuondoa manyang'au mwaka 1979. Na kipindi hicho Kasim Suleimani, marehemu huyu mkombozi na kamanda wa kundi la Quds, tangu auawe miaka 4-5 iliyopita, alikuwepo kwenye mapinduzi ya mwaka 1979. Lakini mwalimu, nimesema kwamba kwa tafsiri moja watu wanaulizaga, mwalimu, naam, naomba nikupe kidokezo hichi kabla sijaendelea kumzungumzia mbabe mmoja mashariki ya kati. Ya kwamba Mungu yupo wapi? Jamaa mmoja aliuliza, Mungu yupo wapi? Nasema Mungu yupo. Huyu Mungu yupo wapi? Jibu lilikuwa ni kama ifuatavyo. Kulingana na mafundisho ya Mwami Lokoko Roho Minige, anasema kwamba Mungu yuko uko aliko kuwako. Na aliko kuwako yeye Mungu, basi hakuna makao kwa viumbe. Yani yuko uko aliko, yani Mungu yuko uko aliko, na aliko kuwako yeye basi hakuna makao kwa viumbe. Sasa mashariki ya kati yupo mtu mmoja tu ambaye ndo mbabe, ni Mwajemi. Na taarifa za Global Power ama fire hiyo kama wanavyotambua ni kwamba taifa lenye nguvu mashariki ya kati mpaka sasa, la kwanza kwa kuwa na nguvu basi ni taifa la Mwajemi, nikimaanisha kwamba Irani ndio taifa lenye nguvu mashariki ya kati. Baada ya hapo anafuata basi Myahudi, ndio taifa la pili kwa nguvu. Baada ya hapo basi anafuata Uturuki, ndio taifa la tatu kwa nguvu. Baada ya hapo basi anafuata Saudi Arabia, ndio taifa la 4 kwa nguvu. Baada ya hapo wanafuata wengine ambao saa wengine ni wengineo. Mwalimu, niseme wazi kabisa kwamba tumejifunza mengi kupitia Waajemi, na mimi ningekuwa ni rais wa taifa la Zimbabwe ama taifa la Kenya au Burundi ama Kongo, basi ningewekeza nguvu kubwa sana teknolojia ya makombora pamoja na drones. Makalaba, nikukumbushe, ni nchi chache sana duniani ambazo zinamiliki makombora ya ardhini. Ni nchi chache sana. Teknolojia ya makombora ya ardhini wengi walikimbia na waliacha. Teknolojia hiyo ilitumika sana mwaka 1945, 39 mpaka 45 katika vita vya pili vya dunia. Mataifa mengi walikimbia. Sasa hivi teknolojia ambayo ni hatari zaidi duniani ni nchi yenye makombora ya ardhini. Sio angani, ardhini. Na nchi ambayo imeonyesha uwezo mkubwa na ufanisi mkubwa wa kulenga shabaha basi ni taifa la Mwajemi. Wana makombora ya ardhini yenye uwezo wa kusafiri kilomita hizo 2000, 1000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Na Mwajemi yuko mbioni kuzindua kombora lake lenye uwezo wa kusafiri kilomita 11000, Isaya Benson Mwakilembe. Na ndio maana hali imetangazwa ya hatari ndani ya Marekani. Mwalimu, nikukumbushe ndani ya wiki hii kidogo kuna kitu kimetangaza kidogo. Trump amesema kwamba akiuawa, nadhani amesisitiza ile kauli yake. Kumbuka Mwajemi ametangaza kifo kwa Trump, kifo kwa Netanyahu, kifo na Makalebe mama kwamba nadhani pia hata Israeli kukaa pembeni kwenye hivi vita. Sababu kukaa pembeni, maana watu wanasema kwamba mbona Israeli kukaa pembeni ni hivi vita, moyo huenda pia na hofia huenda akauawa. Kwa sababu Waisraeli pia kumchokonoa Mwajemi pia, manake Netanyahu anakuwa katika hali ya hatari, anaweza pia akauawa. Makombora hayachagui kiongozi wala nani, anatoa popote. Mwalimu, Trump anasema kwamba akifa, ikatokea akafa, yani akashambuliwa akauawa na Irani,
basi Irani ipigwe ichakazwe. Irani ipigwe ichakazwe. Hoja ni kwamba hiyo ni amri ya Trump, lakini amri ya Trump haipo kikatiba. Yani Marekani Trump akiuawa itategemea na maamuzi ya rais atakaye kaimu madaraka wakati huo. Je, Trump akiuawa afu Marekani ikaona bana vita visimame? Umeona? Kwa hizi kelele za Trump kwamba nikiuawa ipigeni makombora, uangamizeni nchi nzima ya Irani, itategemea na kiongozi atakayekuwepo wakati huo. Vile vile swala kwamba kwa nini Irani haipigi Israeli, kwa nini Irani haipigi Israeli? Irani sio bumbumbo. Ndio. Wana akili timamu wale jamaa. Tumeshawaona wako vizuri. Umeone? Amesema kwamba Mwajemi ngoja amalizane kwanza na adui ambaye yupo karibu. Tutakuja kuipiga Marekani tukimalizana na adui ambaye yupo karibu. Umeelewa? Maana Saudi Arabia, Katari, Kuwait, Jordani, Israeli akiwagonga hao kwanza vizuri ndipo ataenda kuipiga Marekani. Yani ni upuuzi na ni upumbavu. Yani unaacha kumpiga adui wa karibu ukampiga adui wa mbali. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa ngoja kwanza Mwajemi amalizane na Wanyankela hawa ambao wapo karibu. Hii ni moja ya taarifa fupi ambayo pia mwalimu nitaka pia ufahamu. Lakini pia kubwa kuliko wiki hii ni kwamba nchi ambazo zimegongwa sana. Hiyo lugha ya kugongwa mwalimu, naomba vijana waielewe tofauti, wasio wakatafsiri tofauti. Ni Kiswahili hicho. Nchi ambazo zimegongwa sana. Tangu Marekani aanze kuishambulia Irani. Jordan, Kuwait, Bahrain. Zimegongwa sana. Ndio. Operation iliyopita Epic Fari, operation ambayo ilifeli. Ambayo iligharimu Marekani karibia bilioni 25. Nchi ambayo iligongwa sana, ilipigwa sana. Bahrain, Falme za Kiarabu. Iligongwa sana. Kwa hiyo mwalimu nikumbushe kidogo pia vile vile mlango wa Hormuz umefungwa. Na mwenye mamlaka ya kufungua mlango wa Hormuz ni mbabe mmoja tu. Iran. Mbabe mmoja tu. Ni Irani mwenyewe. Mwenye mamlaka ya kufunga na kufungua ule mlango ni mbabe mmoja tu Mashariki ya Kati. Ni Irani mwenyewe. Hamna mtu mwingine. Nikukumbusha mwalimu jambo moja la msingi sana. Kama tunaendana wakumbushe ndugu zetu wapate kitabu chao cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Kitabu cha Laana Madaraka, Pesa na Damu utapiga 0762 15 50 25. Tumepunguza bei kwa wadau wetu wote ambao wanatufuatilia kutokea YouTube na maeneo mengine. Kitabu ni shilingi 32,000. Kitabu ni shilingi ngapi Makilembe? 32,000 watapata pamoja na usafiri. Mwalimu, utakumbuka kuna ndege moja ilitoka Iran. Kupeleka wale watu waliokwenda kuomboleza na kumpumzisha kiongozi wao katika imani, namzungumzia Ayatollah Khamenei. Ndio, ilienda kutua moja kwa moja Yemen. Ndio. Sasa Saudi Arabia akaleta chokochoko. Wanasema chokochoko mchokonoe pweza ya walimwengu utayaweza. Sasa akajaribu kutaka kuizuia ile ndege isitue katika maeneo yale. Nadhani alifanya mashambulizi kadhaa. Kwenye running way ya Sanaa Airport. Mashambulizi kadhaa akafanyika pale, lakini baadaye wale watu wakatua salama salimini. Wauthi bwana, Wauthi sio Hamasi. Wauthi ni tofauti na makundi mengine. Ndio. Wakasema sasa mazoea yamezidi. Wakagonga visima. Ni visima vile? Ndio. Vimegongwa visima vya pale Saudi Arabia. Saudi Arabia akajibu mapigo. Kwa mwalimu ni kwamba kuna vita vipo chini kwa chini. Vifukuto ambavyo vinaendelea kati Saudi Arabia pamoja na taifa la Yemen ambalo kwa asilimia kubwa lipo chini ya watoto wa mzee Hassan ama Hussein al-Houthi ambao ndio imeundwa kundi la Wahuthi wa leo. Mwalimu nikukumbushe pia vile vile ndani ya wiki hii ni kwamba Netanyahu aliongea kwamba hawataingia vitani dhidi ya Irani. Ndio. Kwa kipindi hiki hawataingia vitani dhidi ya Irani. Isipokuwa akatishia kwamba Musa Unate
mtoto atumwi dukani. Ikitokea tu kwamba Irani akajichanganya kuishambulia Israeli, basi watauona moto. Watauona moto. Sasa huu moto ambao wamekuwa kima Netanyahu kwa miaka mingi, bado Mwajemi hajauona. Na Mwajemi ameapa, kauli imetangazwa jana, ya kwamba yani Irani ni nchi ambayo ukigusa tu unaguswa, unapapaswa. Yaani ukigusa Irani wao wanakupapasa zaidi. Sasa nadhani Israeli amejifunza kwamba Irani sio nchi ya kawaida. Katika vita lolote inaweza likafanyaje? Ikatokea. Usiwe na asilimia kubwa sana. Katika vita lolote inaweza likatokea. Lakini nikukumbushe Mwakilembe jambo lingine ambalo la msingi zaidi. Mwajemi kama Mwajemi wametoa kauli kubwa sana na ni nzito, ya kwamba wameshavuka viwango vya kutishiwa nyau. Wameshavuka viwango vya kutishiwa nyau. Ile kauli ya kwamba kelele za chura azimtishi tembo kunywa maji. Sasa hivi chura anapiga kelele na tembo hanywi maji. Utakumbuka kuna kauli moja inazungumzwa muda mrefu na watu mbalimbali, misemo yenu Tanzania hiyo Mwakilembe, ya kwamba kelele za chura azimzuii tembo kunywa maji. Ila kwa sasa Mwakilembe, chura anamtishia tembo, anapiga kelele na tembo hanywi maji. Namzungumzia Mwajemi. Zamani tuliandika kwenye makala moja kwamba Mwajemi ni taifa dogo linaloisumbua Marekani. Niandika makala mwaka 2018. Ipo pia kwenye kitabu cha Mfumo wa Kibabeli na Maisha Magumu kwa Mwanadamu, kwamba Irani taifa dogo linamtishia amani Marekani. Sasa hivi Irani sio taifa dogo tena Mwakilembe. Ndio. Ni taifa zito. Taifa kubwa. Ni mbabe mmoja ambaye kwa Mashariki ya Kati ambaye anasumbua kweli kweli. Mpaka nchini Marekani mafuta yamepanda bei. Lita moja ni $6, $7 mpaka $10. Ambapo ni sawa na zaidi ya shilingi 10,000, 20,000. Yaani lita moja nchini Marekani kwa kipimo cha chini zaidi ni shilingi 12,000. Nashangaa Tanzania lita moja ni shilingi 3,000 na lialia. Marekani. Na ile kauli ya kwamba ana akiba kubwa mafuta duniani. Hana tena akiba mafuta Marekani. Hana tena akiba. Hana. Mwakilembe. Mnavyoteseka nyinyi huku mambo ya mafuta. Na magari yanateseka hivyo hivyo. Kuna kauli mama tulichazungumza siku moja hiyo kauli. Kama nakumbuka vizuri. Ndio. Mwenye chakula usigombane naye. Kama kipindi kile ambapo tuna Urusi yuko vitani, hali ilikuwa mbaya sana. Irani dunia ikubali. Ana mchango mkubwa mno katika swala zima la uchumi wa dunia. Lazima dunia ikubali kwamba Irani ana mchango mkubwa mno. Pasipo Irani dunia itambola sana. Ana mafuta ambayo ndio bidhaa adimu duniani. Ana gesi, bidhaa adimu duniani. Ana watu wengi, bidhaa adimu duniani. Ana teknolojia ya makombora, bidhaa adimu duniani. Mwalimu, nimalizie kusema kwamba if you can't defeat them, join them. Swali moja. Ndio. B1, ndege kubwa linalobeba makombora 24 ambalo Donald Trump alisema analipeleka huko Mashariki ya Kati, limeishia wapi? Alishalipeleka. Taarifa ni kwamba chuma kilishatoka Marekani, chuma kikubwa chenye uwezo wa kubeba makombora 24 makubwa mazito, kimeelekea Mashariki ya Kati, kwa madai kwamba anataka kashambulie milima ile ambayo inasadikika kuwa ndio imehifadhi hazina ya makombora na hazina ya uranium. Amekuwa atashambulia. Sasa hicho chuma hakijulikani kimeelekea wapi mpaka sasa hivi. Na taarifa za Wajemi wasema kwamba tunakisubiri hicho chuma cha nani, cha Marekani kije. Tunasubiri kwa hamu mno. Mwakilembe, bado haijulikana hicho chuma kimeelekea wapi, au kimeenda kwenye nyumba ndogo, hatujui, hatuelewi. Kwa mwalimu, mayangu machache hayo na Mashariki ya Kati kwa siku 13 14
imekuwa ni piga ni kupige, na usalama umekuwa ni mdogo sana. Na kauli amezungumza moja Trump, sijui andiko azungumza. Trump ni moja ya kiongozi ambaye anaropoka sana. Lakini kuropoka kwake kunakuwa na maana kubwa wakati mwingine. Amesema hivi Trump, Saudi Arabia lazima itambue Israeli. Okay. Ule mpango wa Abraham Accords kama unakumbuka. Saudi Arabia lazima itambue Israeli. Amezungumza Donald Trump. Mwalimu, mimi ni kushukuru, tuwakumbushe tu watu wetu wote ya kwamba kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu kipo bado, ni moja ya kitabu bora kabisa. Mwenye kuhitaji kusoma kupata maarifa na taarifa basi atapiga 0762155025 apate kitabu cha Laana ya Madaraka, Pesa na Damu. Wakati amemaliza na kauli moja ya mwisho kwamba mkubwa Mashariki ya Kati ni mmoja tu. Sio Marekani, sio Israeli. Mkubwa Mashariki ya Kati ni mmoja tu, sio Marekani, sio Israeli. Mkubwa pale si mwingine basi ni Mwajemi, watu wa kale, wazee wa kazi, wabishi ambao wameamua kutufundisha machache. Unajua mwalimu, sasa hivi dunia iko darasani. Dunia sasa hivi iko darasani Mwakilembe. Ni kweli. Wanaandika nini? Ni notes hizo na lecture kutoka upande wa Wajemi. Mimi nikushukuru bwana. Asante sana.